Waqalu, hawa viongozi, nahnu ala man waraana min qaumina, sisi tuko juu ya wale walio nyuma yetu katika jamaa zetu, tunachukua dhamana na tunakula kiapo kwa niaba yao. Kisha wakasema viongozi hao, wa hadhihi sadaqatuna, na hizi hapa sadaka zetu. Kama umezingatia toka tunasoma hizi wufud, hii misafara na jumbe mbalimbali za da'wa kutoka Madina kwenda nje ya Madina, katika jambo muhimu Mtume alikuwa analizingatia baada ya kukubali watu tauhid ni jambo la kutoa mali. Kote Mtume alikuwa mkislimu, toeni zaka, zinakusanywa mali katika baitul mali. Lesh, kwa nini unadhani? Kwa sababu mali ni miongoni mwa sababu kubwa za kuleta nguvu baada ya iman. Baada ya iman ni mali, na utaona da'wa na mali vinakwenda sambamba. Sasa kupuuzia kuweka mipango ya mali katika da'wa, au watu waliokubali da'wa wakatanguliza mambo mengine, lile jambo la kutoa mali kama vile aliwahusu makosa. Da'wa inaweza kupata udhaifu mkubwa kwa sababu ya mali, na haya tunayashuhudia kwa macho. Pana maeneo masha Allah ukitizama da'wa imepata kabuli, mashekhi wa kufundisha wapo, wanafunzi wa kusoma wapo, talaba wenye faida wa kutoa msaada wapo, lakini mambo yanaenda yakisuasua na yanaenda kwa uzito kwa sababu ya mali. Watu wenye mali hawatoi mali zao baada ya kukubali ule Uislamu na kuikubali da'wa, na ni katika makosa na katika maajabu ya zama hizi. Huwa nawaambia siku zote, maajabu ya zama hizi, wale watu waliokubali da'wa hasa wako mbele, alafu na Allah amewapa sehemu katika mali, wana mali. Mkipata shida ya mali, mkikaa nao vikao, wao pia wanalalamika, ana tatizo hapa hela. Wallahi alazim, matajiri hao, yani hela ndio mushkil. Sasa hizo zenu mlizokuwa nazo ni misumari, nyie mna nini bwana? Au kule kwenye akaunti zenu kumejaza matishu na mapempers, nyinyi mnaumia kichwa. Unajua wakati mwingine unaweza kuona vikao vingine vya kuenjoyana kwa sisi watoto wa mjini. Sasa nyinyi pangu pakavu mnatoa rai kuhusu hela, hamna kitu lakini mna rai nzuri. Sasa wale mnaotegemea watafunguka, sema bwana, mushkeli wa hiyo rai yako mwalimu, tatizo hapo, hilo jambo linataka nguvu. Sasa unajiuliza huyu tumemuitia nini hapa? Sasa wewe kusomesha usomeshe, dawa hufanyi, usalafi wako wewe kwenye kusaidia dawa hii nini zaidi ya hizo hela? Umeona maajabu ya zama hizi, wale matajiri wetu ile sehemu ya kutoa nao wanatoa macho. Cha kuchekesha zaidi, tajiri anaweza kupiga simu anaomba pia. Ni matajiri ganganja hao. Alafu saa nyingine wanasutana bwana, si ndio? Bwana tu kwenye shura hapa, tutatoa milioni 20 hapa. Mmoja akamwambia, wewe umetoa ngapi? Sasa usitaki kunifuatilia mimi. Wanabaki wanakutana, niambie umetoa ngapi? Wewe sema wewe. Sema wewe. Wewe sema wewe. Sasa unakuta yeye anampigia mwenzake hajatoa kitu. Alhasil, nakusudia kuwaambia kwamba hii da'wa yetu tunahitaji kufanya mapambano makubwa ya kuitangaza imani ya haki na sunna iwaingie watu. Lakini wale ambao tayari washakubali imani, katika jambo la muhimu ni mali, kuweka mipango ya watu kutoa mali, na hasa hizi haki za Allah, az-zakah. Sawa.